mwekezaji. Jambo lenyewe bado hajasema ni lipi, lakini kupitia asubuhi tena zaidi muda huu tunataka tutangaze kwamba ni kweli msimu wa 5 wa mashindano ya Brand FM Sport Bonanza unakwenda kuanza rasmi. Watu walikuwa wanajiuliza kwamba pengine upo ama haupo. Na sisi tulikaa kimya kwa sababu muda ulikuwa bado hujafika. Kwa hiyo hakuna jibu rasmi ambalo tulikuwa tukiwaambia kwamba upo ama haupo. Lakini kwa uzoefu wengi walikuwa wanafahamu kwamba hatujawahi kuacha. Kama unakumbuka, tuna misimu minne ambayo imefanyika mfululizo na hakuna hata mwaka ambao tuliuruka ama tuliacha. Kwa hiyo wengi walikuwa na matumaini makubwa kwamba safari hii pia katika msimu wa 5 tutakuja tena kwa ajili ya msimu mwingine. Na leo hii kupitia asubuhi tena tunapenda kuwataarifu wananchi na mashabiki na wapenzi wa soka katika mkoa wetu wa Simiyu kwamba msimu mpya wa mashindano ya Brand FM Sport Bonanza katika msimu wa 5 mfululizo unakwenda kuanza rasmi, na ratiba ni kama ifuatavyo. Tarehe 1 ya mwezi wa 4 tutaanza rasmi mchakato wa kutangazia timu kuja Brand FM kuchukua fomu ya ushiriki wa mashindano hayo, na zoezi hilo litadumu takribani siku 30 tu kwa ajili ya uchukuaji wa fomu. Baada ya hapo ratiba nyingine itafuata, lakini tunategemea kuwa na mashindano makubwa, bora na yenye weledi mkubwa sana. Kama mnakumbuka, kila mwaka tunakuwa tunaboresha eneo moja baada ya jingine. Kwa hiyo hata msimu huu tumeboresha, na ukikumbuka ni msimu wa 5 wa mashindano haya, lakini pia unakumbuka pia ni mwaka wa 5 tangu tuanze matangazo yetu ya Brand FM kuyarusha. Ilianza rasmi 2020 mwishoni, kwa maana ya tarehe 5 mwezi wa 10. Mwaka huu pia tunatimiza miaka 5 ya kurusha matangazo haya ama ya kuanzishwa kwa Brand FM, lakini pia tunatimiza miaka 5 ya kuanza kuendeleza mashindano makubwa kabisa kwa mkoa wa Simiyu na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Mashindano haya ni mashindano ambayo tangu yaanze ndiyo yaliyoibua hisia, lakini pia yaliyoibua msisimko na hamasa kubwa ya wana Simiyu kupenda michezo katika mkoa wetu wa Simiyu. Na ndio maana unaona kwamba walao mashindano mbalimbali yanaanzishwa, lakini baba wa haya yote ni Brand FM ambaye ndiye aliyeasisi na kubadilisha kwamba mpira kuwa ni fursa, mpira kuwa ni ajira ambayo inampatia kila mmoja, ajira ambayo wachezaji, ajira mbali makocha, lakini pia hata na wananchi wenyewe wananufaika kwa namna moja ama nyingine. Lakini si wananchi tu, hata serikali, kwa sababu taratibu zote zinafuatwa za mashindano kwa maana ya vibali na kila kitu. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kwa ajili ya kutangaza msimu mpya wa mashindano kwa mwaka wa 5 mfululizo. Kama ulivyozungumza kwamba kutakuwa na fomu ambazo zitaanza kutolewa tarehe 1 mwezi wa 4, sasa ningependa kufahamu kiwango cha pesa ili timu hizi zianze kujiandaa kwa ajili ya kuja kuchukua fomu. Karibu. Ni kweli tarehe 1 tunaanza kama ambavyo nimesema ya mwezi wa 4. Timu sasa waanze kupiga jaramba, waanze kujiandaa na wajichange kila kijiji. Unajua mashindano haya tulitamani sana mwaka huu msimu wa 5 pengine tungetoa bure form, lakini kwa uzoefu ambao tulionao huenda ligi hii isimalizike msimu huu. Yaani tukisema bure tutapata msururu mkubwa sana wa timu mbalimbali ambazo zina hata sasa hivi tumeamua tubakishe kiwango kile cha bei, kwa maana shilingi 50 fomu. Unakuja hapa Brand FM unachukua fomu yako kwa shilingi 50, na fomu ile ndio iliyoandika taratibu zote na kanuni mbalimbali za mashindano, na zawadi imo mle pia. Imeeleza kwamba mshindi wa kwanza anapata shilingi ngapi, wa pili anapata nini, na wengine wanapata nini. Lakini yote kwa yote tuna zawadi kubwa sana msimu huu, kama ambao nimesema mwaka huu kwa kweli hakuna wa kutufikia. Kama tunavyojua kwamba kila bonanza inapofika huwa kuna utofauti ambao unakuwepo. Sasa mwaka huu kuna utofauti gani ambao umeweka ili kuhakikisha kwamba mwananchi anapata kuenjoy, ama huyu ambaye atachangia atapata kufurahia kuhusiana na bonanza ambalo linatarajia kuanza? Utofauti upo mkubwa sana, na tumeutofautisha. Msimu wa 5 tumeamua kwenda na 5-5. Kwa maana kama ni msimu wa 5
basi tumeamua pia tuboreshe mara 5 zaidi. Na kama nakumbuka mwaka wa kwanza tulianza na shilingi milioni 1, si ndio? Lakini mwaka uliofuata tukaja na milioni 1.5. Mwaka uliofuata tukaja na milioni 2 mshindi wa kwanza. Mwaka uliofuata tukaja na milioni 2.5 mpaka 3, si ndio? Lakini safari hii tukasema sasa, kwa sababu tulianza na milioni 1 mara 5 shingapi? Unapata 5, si ndio? Kwa hiyo safari hii tukasema, kwa sababu ni msimu wa 5 wa mashindano ya Baradi FM, lakini pia unakwenda sambamba na shamla za kilele cha miaka 5 ya Baradi FM, basi na sisi tukasema mshindi wa kwanza alambe acha jilambe na shilingi milioni 5 za Tanzania, lakini na kombe lenye thamani ya miaka 5 pia. Wow. Ni kubwa ajili ya kushiriki mashindano haya makubwa ambayo yanatarajia kufanyika na kufanywa na Baradi FM. Na ningependa kufahamu pia kuhusiana na utaratibu ambao upo kwa ajili ya kuchukua fomu. Watakuwa wanakuja ofisini ama inakuwaje? Moja ya sifa pia ya kushiriki, na niseme tu kwanza, kila timu ina haki ya kushiriki mashindano haya. Yaani kila timu ina haki ya kushiriki mashindano haya makubwa na ya kipekee kwa mkoa wetu wa Simiyu na kanda ya Ziwa. Shilingi milioni 5 ni kubwa sana. Kwa maana ya kwamba ukichukua milioni 5 basi huenda sherehe ikawa kubwa sana kwenye eneo lenu. Kwa hiyo ni watangazie tu kwamba kila timu, kila kijiji, kila mtaa, kila kata na kila wilaya ina haki ya kushiriki mashindano haya makubwa, kwa sababu redio hii ni redio ya kwao. Lakini ili uwe na haki hiyo lazima uwe na sifa, na sifa yenyewe ni rahisi tu kwamba lazima uchukue fomu kwa shilingi 50,000 za Kitanzania. Kwa hiyo unachukua wapi fomu? Ni Baradi FM, kwa sababu ukija Baradi FM pia utapata vitu vingi sana ambavyo utaelezwa na utaratibu mwingine ambao upo. Lakini pia ukija hapa pia kuna mambo mengi sana unajifunza, kwa sababu ni redio yenu, pia ni sehemu ya kuitembelea redio. Sasa tunapenda sana pengine kuwafuata huko waliko, kwa sababu tunafahamu kwamba hamasa ile ya kuja hapa ni kubwa kuliko ya kuwafuata. So hiyo tena yaani mtu anatoka tuseme tu hapa utoke Mwashata, si ndio? Apande mabasi ya asubuhi yale saa 10 alfajiri, afike hapa saa 12, si ndio? Aje hapa saa jioni, labda afike saa 1 labda kama hivi. Kwa hiyo unaona kabisa hamasa ambayo, yani dhamira ya kweli ambayo yeye mwenyewe hajashawishiwa. Kwa hiyo tuna imani kwamba ile timu kama hajashawishiwa, maana yake itakuwa na ushindani mkubwa sana kuliko kwenda timu kuishawishi na pengine kuipelekea fomu kule. Wakati mwingine unaweza kuchukua lakini timu ikawa dhaifu. Kumbuka tunaweka shilingi milioni 5. Milioni 5 huwezi kuwa na timu ya lele mama, huwezi kuwa na timu ya kawaida kabisa ambayo itashindania. Mwisho wa siku utaishia raundi ya kwanza, unapigwa 6-7 na unaondoshwa. Kwa hiyo lazima timu zijipange, na kujipanga lazima waje wachukue fomu hapa makao makuu yalipo ya Baradi FM, kwa maana ya Malambo Bariadi mjini. Ukifika hapa tuna miongoni mwa timu ambazo zimejipanga kwa ajili ya kuja. Ni washukuru sana wale ambao mpaka sasa hivi wanatamani kuwa wa kwanza kuja kuchukua fomu. Na Jumanne ijayo, kwa maana ya tarehe 1, huenda siku hiyo kukawa na mafuriko makubwa sana ya uchukuaji wa fomu. Na tunatamani hivyo, na tunatamani pia tusichukue muda mrefu sana, pengine siku ya mwisho ndo tukaja tukarundikana hapa kuchukua fomu kama ambavyo ilivyo miaka mingine. Mwaka jana tulikuwa na timu 44 kama nakumbuka, na zingine zaidi ya 10 tuliziacha kwa sababu zilikuja nje ya muda. Mwaka juzi tulikuwa na timu 30 kama nakumbuka, na zingine 6 tuliziacha nje baada ya kuwa zimekuja nje ya muda. Mwaka 2023 tulikuwa na timu 32, tuliacha timu kama 4 nje baada ya kuwa zimekuja nje ya muda. Mwaka wa kwanza tulikuwa na timu 22 kama nakumbuka, 22 ambazo zilikuja kushiriki mashindano haya, kwa sababu kwa mwaka wa kwanza, lakini mtikio ulikuwa mkubwa sana na baadhi ya timu pia waliachwa nje baada ya kuwa wamekuja nje ya muda. Kwa hata safari hii ukija nje ya muda usitegemee pengine kupata huruma ya kwenda kushiriki mashindano haya, na utapata adha ya kwenda kijiji kingine ama timu nyingine kuishabikia kwa sababu tu umekosa sifa. Nimesema kila timu ina haki ya kushiriki mashindano haya, lakini lazima uwe na sifa. Sifa yenyewe ni moja tu, ya kuandaa shilingi 50,000 na kuja kuchukua fomu hapa Baradi FM
unaweza ukatoa mwenyewe, unaweza mkajichanga watu kadhaa, mnaweza wananzengo wote mkakusanyika mkajichanga na mkaja na shilingi 50,000 hapa na mkachukua fomu. Kuna raha sana ya kuchukua fomu Baradi FM, lakini pia kuna raha zaidi kama utakuwa ni miongoni mwa timu za mwanzoni za kuchukua fomu hii ya mashindano makubwa kanda ya Ziwa na hasa katika mkoa wetu wa Simiyu. Niwaambie tu kwamba zawadi si hiyo tu kwa mshindi wa kwanza. Kuna zawadi ziko nyingi, mshindi wa pili na zawadi zingine kibao kwa timu shiriki ambazo zitashiriki mashindano haya makubwa kwa mwaka wa 5. Nimesema mwaka wa 5 lazima tuje kitofauti, lakini pia tunakwenda kilele cha hitimisho la maadhimisho ya miaka 5 ya Baradi FM tangu kuanzishwa kwake. Kwa hiyo kama tunakwenda kwenye miaka 5 ya redio, lazima pia na bonanza liwe na utofauti mkubwa sana. Mimi ni kushukuru sana, labda kama kuna watu wanakuuliza na wapo wanakaribia. Kuna la ziada kwamba kauli mbiu ya mwaka uliopita kwamba ilikuwa ni pochi ya bosi nene mno, msimu wa 4 huo. Sasa kwa sasa hivi vipi inakuaje? Safari hii mara nyingi kauli mbiu huwa inatokana na baada ya timu kuzipata. Lakini kwa sasa tunakwenda na kauli mbiu ambao baadaye muda si mrefu utakwenda kuisikia. Labda tu kwa faida msikilizaji, wacha tuwaletee tangazo ambalo tumeliandaa na wao wanadai wapige simu walao 2-3 tuone wamepokeaje jambo hili. Labda kama uko tayari basi tuwachezee tangazo, alafu baadaye tuone je wamepokeaje na furaha yao ikoje. Je, nani atakuwa wa kwanza kuja kuchukua fomu? Wiki iliyopita kuna timu zilikuja kama 4 hivi, watu wa Tubukido, watu wa Meatu walikuja hapa kuulizia vipi inakuaje. Tunaambiwa